Wakati huo Zibora naye asogee. Zibora, Sipora, Mwita Magige asogee kwenye maiki. Wegesa naye asogee kwenye maiki. Peter Nyabugongwe asogee kwenye ardhi, asogee kwenye maiki. Haya, mpatieni, tuanze na mzee wetu tupate baraka za wazee. Asante sana ndugu waziri mkuu. Kwa jina mimi naitwa Matata Mwita Nyanteto. Mimi ni mzee wa Mira wa Nyamongo. Ila naomba kuwatangazia Wananyamongo wote, wakaaji wa Nyamongo wote, kwamba kuanzia tarehe 7 hakutakuwa na shughuli yoyote ile. Tarehe 7 shughuli ambayo tumekataa ni yani hata kujitisha mzigo wote, kuchinja mfugo wote, yani hatuhitaji damu ya kiumbe chochote kudondoka chini. Wazee wa Mira watakuwa na shughuli yao maalumu kulingana na desturi na mila. Hiyo shughuli itaanza saa 12 alfajiri, mwisho ni saa 12 jioni. Watazungukia Nyamongo nzima, na tunaahidi kwamba vijana wao wetu sana sana bodaboda, siku hiyo ni siku ya kuoga na kulala, na ndio siku ya kuongea na wake zao. Hiyo ni tahadhari tunawapa, na tunasema kwamba vikundi vya kushawishi maovu, hiyo ndio kazi yetu, na kama mtu ataonekana siku hiyo, basi sisi kugikuta turagamba iga ruyuhano burira nawe. Na jambo la pili, ndugu mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba kwamba Mheshimiwa Majaliwa kipindi alikuwepo alituahidi kwamba atatuita huko Dodoma ili tukae naye tujadili mambo yetu ya Nyamongo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kulifanya hilo. Basi kwa mfano sasa hivi wewe ndio nafasi yako, tunakuomba utuite hapo Dodoma tukae tuongee mambo ya Nyamongo. Kwa nafasi yako ndugu mheshimiwa, tunakuomba hilo, utupe ridhaa yako. Asante. Haya, asante sana babu yangu Mheshimiwa Mwita Mwekwabe. Basi bunge linalokuja utanikumbusha tuwalete wazee wetu. Tuwalete wazee wetu waje wamtemee mate na kijana wao. Ili na mimi nikiwa napiga marufuku hizi, mtu akifanya janja akutane na hasira ya babu zangu wa Mara. Haya, asante sana babu zetu, tunawashukuru wazee wetu, asanteni. Sasa tumsikilize Zipora. Kwa majina Zibora. Kwa majina naitwa Sibora Mwita Magige. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina changamoto na kero. Ndio. Mheshimiwa, kuna shirika moja linaitwa Masaka. Liliwahi kunikopesha hela. Baada ya kulipa hela nikawa nimepata changamoto. Zikawa zimebaki kama shilingi 320. Walininyang'anya pikipiki yangu. Mheshimiwa, siku hiyo changamoto niliyoipata waliponinyang'anya pikipiki yangu, nilikuwa na mzigo, nilikuwa naleta bidhaa hapa Nyamongo. Bidhaa yenyewe mimi ni machinga. Nilikuwa nimerangua simu na memory na flash kwa ajili ya kuja kuzunguka kwenye vibanda humu na kuwaranguzia. Nilipanda gari ambalo linaenda Serengeti. Baada ya yale mawazo kufikiria kwamba pikipiki yangu imeenda kwa shilingi 320, nilipofika Mruambe gari lisimama, abiria alishuka. Na mimi pale nilikuwa nimeinamisha kichwa ninawaza pikipiki, akashuka na ile begi langu. Kwa kweli mheshimiwa, nilifika hapo Kuinoko nikashuka. Nilibaki kama kichaa.
kuna bodaboda ambaye tunaishi naye pale nyumbani ndio alipita baadaye akanibeba na kunirudisha pale nyumbani. Kwa hiyo changamoto yangu hiyo, mheshimiwa, nilikuwa ninakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kunisaidia shilingi milioni 2 angalau mawazo nilionayo mheshimiwa yaweze kupungua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pikipiki yangu hiyo uone namna utakavyonisaidia mheshimiwa. Nimemaliza hapo mheshimiwa. Pole sana kwa mawazo. Haya, mpelekeni kwa katibu pale. Katibu, mpatie bwana kijana mawazo yaishe. Mpelekeni pale kwa katibu. Usikute hata huu sio mwili wake huu. Haya, mzee wetu. Kwa jina naitwa ndugu Peter Nyabugongwe Kati. Mimi nimepata changamoto mpaka hivi sasa, hata hapo ulipo sikuoni vizuri. Nilipata stroke. Stroke hiyo imesababishwa na kesi. Mnamo mwaka 1991 nilinunua kiwanja tukiwa na mke wangu. Nilinunua kiwanja kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Sonora Marwa. Kwa hivi sasa ni marehemu. Huyo mzee Sonora nilimpa pesa taslimu, tukaandikiana mbele ya katibu kata aliyekuwepo anaitwa Zablon Awol. Huyo ndugu Zablon Awol sasa hivi ni marehemu naye vile vile. Lakini ilipofika mwaka 2011 kuna jirani yangu alijitokeza akadai kwamba ardhi hiyo ni yake. Mimi nikamwambia ardhi hii siyo yako, niliyanunua kutoka kwa huyo mzee, tena nyumba za bati za nyaraka si unazo? Nyaraka na kuomba nikukabidhi. Haya, huyo mtu aliyenunua ni yupi? Aliyetaka kuchukua eneo lako? Ni kijana mmoja wa mzee mmoja anaitwa Filimon Gotora. Huyo kijana yuko Tarime, ni kiongozi upande wa CCM. Anaitwa Godfrey Filimon Gotora. Anadai kwamba alipewa ardhi hiyo na baba yake, na wakati baba yake tuishafanya naye kesi nikamshinda. Hizi ni nyaraka ambazo zote nimezitengeneza mimi. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwenyeji wetu yuko wapi? Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utapata nakala za nyaraka zile ambazo mzee amezisema. Tumia mwanasheria wako wa wilaya azipitie, ikithibitika hiki anachosema mzee wetu kiko sahihi, mtafute huyo kijana amkabidhi mzee eneo lake na asimsumbue tena. Tumia mwanasheria wako azipitie vizuri, na wala msimsumbue mzee kumzungusha. Wewe pata nakala, tuma watu wako wapate nakala vizuri, zipitie na mwanasheria wa wilaya. Baada ya hapo simamieni mzee asisumbuliwe. Haya, msaidizi wa mkuu wa wilaya aende pale apate vizuri kopi ile, na mzee ubaki na kopi yako. Haya, anayefuatia. Mimi kwa majina naitwa Gati Chacha Magabe. Nina changamoto ambayo nilipigwa risasi mwaka 2014. Nilikuwa mtoto, nilipigiwa maeneo ya kule juu karibu na mgodi, nilikuwa nachunga. Askari walipokuwa ilitokea vurugu, askari na raia, nilipopigwa risasi nikachukuliwa, nikaletwa hapa kituoni, wakachukua PF3 wakanipeleka Tarime nakusikiliza.
Nilipofika pale wakanipeleka Msoma, nilivyoenda pale nikatibiwa na mgodi. Ngoja sasa niongee kwa sababu naongea na mkubwa, acha niongee na mkubwa. Nilipofika pale nakulinda, endelea kuongea. Nilipofika pale Msoma, ukweli mimi naushukuru mgodi ulinitibu. Baada ya kunitibu, nilivyorudi wanipe fidia, kuna kafidia walitaka kunipa hapa, kabarua ninako hapa. Kafidia kale kalikuwa kama milioni 15. Lakini wakati ule mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa nasimamiwa na ndugu zangu. Ndugu zangu walikuwa kukataa kale kafidia. Baada ya kukataa kale kafidia, tuliondoka mahali pale na afya yangu ikawa mbaya tena, nikarudi pale mahusiano. Wakanichukua wakanipeleka pale Bugando nitibiwa, kakuta foreni ilikuwa kubwa, wakanipeleka pale Saramani nikafanyia operation nyingine. Kuanzia hapo mheshimiwa, baada ya kurudi sasa nikaja nikawaambia bana, naombeni sasa fidia hii mnaonipa hii ni ndogo, maana ile walikuwa wameleta nisomeshwe, yani wanipeleke VETA, na kwa wakati huo nilikuwa na jeraha bado halijapona, kusoma ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa mgodi gani? Ilikuwa mgodi gani? Huu hapa kwetu. Hapa North Mara? Hapa. Haya, leo tuko na naibu waziri wa madini. Njoo upande huu kuonana na mheshimiwa naibu waziri wa madini. Atawakabidhi watu wa madini, wawaitishe watu wa mgodi wakulipe hiyo fidia, ijadilini upya ikisaidiana na mkuu wa wilaya. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Njoo kuonana na naibu waziri wa madini na mheshimiwa mkuu wa wilaya na afisa madini, watawaitisha ili uweze kulipwa hiyo fidia yako. Mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo madini wa wilaya ya Tarime, anaitwa David Muroni. Hoja yangu ya msingi, bariki sisi kama wananchi wa Nyamongo, Nyamichere na Genkuru tuko ndani ya mita 200 kwenye eneo la mgodi. Mgodi ulishatufanyia tathmini tangu 2013 mpaka sasa tujawahi kulipwa, lakini wengine walifanya 2020, 21 mpaka sasa hawajawahi kulipwa. Sambamba na hilo, kuna wakina mama ambao wako ndani ya hiyo mita 200. Wakipiga baruti, wale mama wana mimba, huwa mimba zinatoka. Sasa nilikuwa nakuomba mheshimiwa waziri, ikikupendeza uweze kuona namna gani unaweza kutusaidia uweze kulipwa. Sambamba na hilo, sisi ni ndani ya wale watu wenye tuliofanya tathmini upande wa barabara ya Tarime Serengeti ambayo iko Tarime. Tulipeleka kesi mahakamani, lakini baadaye tukafanya maridhiano. Maridhiano yaliisha 2023. Wakasema watatulipa ili waweze kupanua ile barabara. Mpaka sasa hawajatulipa na tufanye maendeleo yote yale. Nilikuwa naomba ikiwezekana basi uweze kutoa muongozo ili tuweze kulipwa fidia yetu ili kazi ya serikali iendelee. Asante sana. Haya, asante. Sasa niombe nitoe muongozo kwako kwa sababu kuna kipengele cha barabara. Njoo upande huu kuonane na mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi. Hilo jambo la fidia atachukua na mawasiliano yako kwa ajili ya mrejesho kwa niaba ya wenzako, na meneja wa TANROADS na yeye asogee huku. Lakini kwa sababu ya muda, dakika chache zijazo tutasimama kwa ajili ya heshima ya bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Sasa kabla hatujafanya hivyo, ni waombe hawa wafuatao waje upande wa kushoto huku wakubaliane na mheshimiwa naibu waziri wa ardhi na timu yake ya watu wa ardhi. Hawa wafuatao: Mwita Waitara Marwa, Steven Msohoje Paulo, Haruna Marwa Machera, Nashoni Nyamuhanga Marwa, Elizabeth Marwa Mwita, Boke Bwana Matinde Wetahe, Mary Chacha, Serenya Mchama, Juma Marwa Wambura, Obadia Joel Sungura, Marco Mwita Marwa, Kennedy Matiba, Petro Israel Petro, Nyamuhanga Wambura, Mungure Chacha Marwa, Sisinga Mito Chacha, Elias Marwa, Masero Iroga Pita, Mwita, Daniel Ndege Mwita, Pius Nyaboserere. Hawa ndo walioandika hoja za ardhi, na kama kuna mwingine pia ambaye ana hoja ya ardhi, tusogee upande wa kulia
wa kulia wapi, Mheshimiwa Naibu Waziri? Njoni huku upande wa kulia huku, mkutane na Naibu Waziri wa Ardhi na Kamishina wa Ardhi na timu yake yote ya ardhi, ili kukubaliana namna ya kuzishughulikia hizi hoja zilizojitokeza hapa, kwa sababu dakika 3 zijazo tutasimama kwa heshima ya bendera ya taifa na wimbo bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Na wala msipate shida, mimi kwa upande wa ofisi ya Waziri Mkuu tunazo hizi nyaraka na zina namba ya simu. Sisi upande wa Waziri Mkuu tutamfuatilia mtu mmoja mmoja kujua kama kero yake imetatuliwa. Kwa wale wenye mambo binafsi, nimeona ndugu zangu wale wenye shida ya masuala ya ulemavu, nimemwona yule pale na yule mwingine, ninyi muoneni moja kwa moja katibu wa Waziri Mkuu pale pembeni ili jambo lenu liweze kutatuliwa. Na wale wenye hoja mchanganyiko pia ambayo imeandikwa, twendeni pale upande wa kulia tuonane na katibu wa Waziri Mkuu ili mambo yenu yaweze kushughulikiwa. Mchukueni na yule ndugu mwingine ambaye ana jambo lile la uhitaji maalum. Kwa hiyo wafungulieni hizo nani za kupita waweze kupita. Tafutieni namna waweze kupita. Na yule ndugu yangu pale wapelekeni kwa katibu wa Waziri Mkuu, na wale wenye hoja mchanganyiko wapelekeni kwa katibu wa Waziri Mkuu. Sisi timu yetu itamfuatilia mmoja mmoja, na wale ambao wana bahasha zilizoandikwa fikisheni pale kwa katibu wa Waziri Mkuu. Wengine tuliosalia basi ni waombe mkubali tusimame kwa heshima ya bendera ya taifa pamoja na bendera ya Afrika Mashariki.